Yesu Kristo. Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Na watu mpige Mungu makofi ya maua namna hii. Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya Dominika hii ya leo. Si ndio? Dominika ambayo iliyopita mlinikimbia. Si ndio? Baada ya kuona mvua. Wanakuwa wengine walisali kwa sababu walikuwa zamu. Lakini ndio kawaida kana matatizo hata na kukimbia. Kuja hapa hamna watu kasema, lakini tukasali na wale waliokuja angalau Mungu atubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Sasa ndugu zangu, tunakaribia kabisa mwishoni hapa. Si ndio? Leo ndio Dominika ya mwisho, baada ya hapo tunaingia nini? Christmas yenyewe. Nadhani wengi tushajiandaa kwa namna moja au nyingine hapa. Sasa wazo letu la leo, mwambie jirani yako, Mungu yupo pamoja nasi. Mungu yupo pamoja nasi. Nasema hivi kwa sababu ya haya nitakayoeleza ambayo utakuta katika masomo. Ndio maana wanasema Mungu ni Emmanuel. Kristo nini? Emmanuel. Maana yake Mungu pamoja. Mungu yupo na watu wake tangu mwanzo mpaka ukamilifu wa dahari. Mungu yupo pamoja nasi. Nasema hivi kwa sababu gani? Hebu tuangalie masomo yetu tutaelewa hapa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya. Ile sura ya 7 aya ya 10 mpaka ya 14. Ni maneno ambayo tumeyazoea sana kuyasikia. Aya, ukienda hata nyumbani ukasome, yalikuwa ni mazungumzo ya mfalme wa Yuda na nabii Isaya walikuwa wanazungumza. Wataalamu wanasema hii kitu au mazungumzo yalitokea kati ya mwaka 733 mpaka mwaka 727 kabla ya Yesu Kristo. Lakini wengine wanasema kabisa mazungumzo yalikuwa katika mwaka 733 hapo sasa. Ilikuwaje Isaya akaenda kuongea na nabii Isaya kwenda kuongea na huyu mfalme Ahazi? Naomba niwaambie, wataalamu wa historia hata ukisoma wanajua baada ya kufa kwa mfalme Suleimani, Israeli au taifa hili liligawanyika katika sehemu kuu ngapi? 2. Kulikuwa kuna kusini alafu na kaskazini. Makabila yalikuwa 12, sinakumbuka. Sawa? Sasa makabila baadaye yalishindwa kuwa pamoja, yakagawanyika. Moja likawa kusini, lingine likawa wapi? Kaskazini. Kusini huku ndipo palipokuwa na makabila mawili, Yuda na Simeoni, yani wale watoto wale. Yakagawanyika. Makao yao makuu yakawa Yerusalemu, huku yakawa na wafalme wake. Na huku chini yakagawanyika, ndio tunaita Israeli. Yaani ukisikia Israeli na Yuda, maana yake ni hiyo, lakini iliyogawanyika sehemu ngapi? 2. Moja ikabaki Israeli, nyingine ikachukua nini? Yuda. Kwa hiyo mara nyingi hapo utakuwa unasikia mfalme wa Yuda, lakini ni taifa hilo linagawanyika sehemu ngapi? Sasa huyu Ahazi alitawala huku Yuda miaka 16. Sasa ukipenda nyumbani ukasome vizuri, ilikuwaje sasa? Ilifika wakati kuna taifa kubwa lilikuwa linakuja, kwa sababu zamani kama nakumbuka ili taifa likue linavamia sehemu nyingine, linatawala. Sinakumbuka, mnafahamu historia, si ndio? Sasa ilifika wakati kuna taifa moja kubwa la Asiria likawa linakuja kuvamia mataifa mengine. Tayari tunaona Israeli shagawanyika sehemu ngapi? 2. Sasa wakakubaliana wafanye hivi, ili taifa la kaskazini hili la Israeli wakasema waungane ili wapambane na huyu mtu mkubwa anayekuja, huyu mwa Asiria. Lakini mfalme wa Yuda yeye akakataa. Alivyokataa wakasemaje? Kwa sababu unakataa, sisi tunakuvamia wewe. Na nielewa ndugu zangu. Kwa hiyo ufalme wa kaskazini huu wa Israeli ukataka uivamie Yuda. Lengo lake kushinikiza waungane pamoja dhidi ya nani? Ya Muasiria. Sasa huyu Ahazi alikuwa katika shinikizo hili kwamba anavamiwa na mataifa. Sasa niwaambie ukweli, mataifa mawili kwa pamoja ili wamshinikize. Sasa mataifa mawili hayo ilikuwa ni Syria na Israeli, kwamba wamshinikize waungane. Yeye anagoma. Akiwa katika hali hiyo ya majaribu kwamba mimi naangamia sasa hivi, navamiwa, ndipo sasa Isaya anaenda anamwambia aje? Anamwambia
wewe usiwe na wasiwasi, au wanaokuvamia hawatashinda. Naelewa ndugu zangu katika Kristo? Yaani ukielewa somo hili inaweza ikakusaidia. Hawa wanataka kuvamia hawatashinda. Wewe usiombe msaada kwa mtu mwingine yoyote au taifa lingine lolote. Mtegemee nani? Mungu. Sasa yeye anapata wasiwasi. Anasema bwana haiwezekani. Kama haiwezekani ndio Isaya anamwambiaje? Haya, kama uamini, omba basi ishara Mungu akuonyeshe hapa kwamba yeye yupo na wewe na atakusaidia. Ndio tunasikia anasema sitaomba ishara wala mjaribu nani? Mungu. Ndio hiyo tumesikia sasa, ukienda kusoma wanasema hivi, ndio wanazungumza hapo. Anaambia okay sawa. Sasa kinachotokea nini? Huyu nabii Ahazi woga unamzidi, anapata wasiwasi, anaacha kumtegemea Mungu, anaenda kuomba msaada kwa taifa hili kubwa lililokuwa linakuja la Asiria, dhidi ya hivi taifa vingine vidogo hivi. Na ile taifa linasema okay sawa, lakini utafuata masharti yetu. Anaanza kulipa ushuru, mwisho anakuwa mtumwa kwao. Unaelewa ndugu zangu? Sasa akiwa katika huo wasiwasi tena, yani ni kama nimejichanganya hivi. Unaelewa? Maana nikoenda nimedhalilika sasa hivi, nimekuwa mtumwa, nimekuwa hivi. Ndipo nabii anamwambia, sasa sikiliza. Mungu mwenyewe, wewe umekataa kuomba ishara? Mungu mwenyewe atajipatia nini? Atakupa ishara. Tazama, mwanamwali atachukua mimba, atazaa mtoto na ataitwa nani? Emmanuel. Ndio hiki tunakisikia sasa, anaambiwa kwamba wewe umekataa, ila Mungu kwa sababu bado yupo na taifa lake, yeye mwenyewe atasimama. Unanielewa? Na kweli baadaye huyu mfalme alipata mtoto wa kiume, akamuita Hezekia. Hezekia akawa kweli mtawala mzuri. Watu wakasema kweli Mungu yupo pamoja na sisi. Lakini baadaye kwa sababu ya kibinadamu naye vile vile Isaya akasema huyu sio yeye. Kwa hiyo ikabaki ni kama bado unabii unaendelea. Ndio tunausikia umetimia katika Injili, kwamba atakaye kuja kukamilisha yote ni Yesu nani? Kristo. Nadhani nimeelewa historia somo la kwanza, kwa sababu nataka niwaambie hapo. Sawa Sasa ndugu zangu katika Kristo, somo la pili ni waraka mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya 7. Huyu mtume Paulo hakufanya utume au hakuanzisha kanisa la Rumi. Sawa? Tuelewane. Yeye alikuwa anataka kwenda Rumi. Kwa hiyo watu wa Rumi walikuwa wanataka kujua huyu unabii wake, utume wake ameutoa wapi huyu Paulo. Mafundisho yake yakoje katika watu wanaowafundisha huko. Kwa hiyo yeye sasa anatanguliza kuwaeleza juu ya utume wake na namna alivyopata utume, kwamba aliupata kwa Yesu nani? Kristo. Mnakumbuka habari za kutokewa alipokuwa anaenda Damascus? Mnakumbuka Mkishaelewa hivyo ni rahisi kutaka kujua mambo nataka kuambia. Na kingine anaeleza kwamba huyu Kristo alizaliwa, alinipa mimi utume, alizaliwa, alitabiriwa, akazaliwa na kaka kati yetu, na bado yupo, ni mwana wa Daudi. Wa ukoo wa nini? Wa Daudi. Mtu akisema ukoo wa Daudi manake ni mtu pamoja na sisi. Ni mtu pamoja nini? Manake ni wa ukoo wetu. Unanielewa? Na ndio hiki sasa anaingiaje katika ukoo? Ndio hiki tunakisia katika Injili ya Mathayo, ile sura ya kwanza aya 18 mpaka 25. Yusufu anaambiwa ampe jina mtoto atakayezaliwa. Kumpa mtu jina maana yake anakuwa chini yako, unamuingiza katika nini? Ukoo. Unanielewa? Lakini Yusufu yote alitokea katika gani? Kwa sababu alikuwa na wasiwasi kwamba mchumba wake Mariamu alikuwa na mimba, si ndio? Yeye akaazimia kumwacha. Kwa nini? Kwa siri. Kwa sababu kipindi kile huyu Mariamu alitakiwa kama angedhalilishwa angeuawa kwa kupigwa mawe. Yusufu anasema ngoja nimwache. Kwa nini? Kwa siri. Bila kufanya nini? Kumdhalilisha. Naelewa ndugu zangu hapo? Sawa Tunaelewana? Sasa malaika anamtokea anamwambia hapana. Usiwe na wasiwasi, usiwe na mashaka. Ni kama sasa hivi hapo wewe mke wako akwambia pata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kweli wanaume mpo? Mnaelewa hiyo habari? Naweza mkachukulia tu kawaida, sawa? Labda anacheka. Sawa? Yaani wewe umekaa tu hapa, mke wako anaona mimba. Haya, okay. Baadaye anakuambia bwana mume wangu samani. Mimba na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haya,
Yaani kwa hiyo naye alikuwa anapitia changamoto za kibinadamu hizi. Sawa Kwa hiyo katika mashaka ndio Mungu anamwambia mimi bado nipo pamoja na wewe. Katika nini? Mashaka yako. Usiwe na wasiwasi, usiwe na wasi. Yaani ni kama kile alichoambiwa Ahazi, asiwe na wasi. Mungu yupo pamoja na yeye. Unaelewa Sasa tukiwa na mawazo ya Mungu pamoja nasi, naomba tafakari mawazo makuu mangapi? Ya haraka ili muweze kuelewa. Nataka muelewe haya ya haraka. Sawa? Mwambie jirani yako usiwe na wasiwasi, Mungu yupo. Usiwe na wasiwasi, Mungu yupo. Kwa nini nasema hivi? Tumesikia huyu nabii mfalme Ahazi alipokuwa na wasiwasi. Nakumbuka alipokuwa na mashaka, alipovamiwa au alipopata tishio la kufanya nini? La kuvamiwa. Yeye kimbilio lake lilikuwa ni kwa taifa kubwa lingine la wapi? La Waashuru. Unanielewa? Alijua atapata msaada huko. Unanielewa? Unanielewa hapo Sasa nataka niwaambie nimesema usiwe na wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu matishio ya maisha yapo. Unanielewa? Matishio ya maisha yapo na yataendelea kuwepo katika ulimwengu wetu huu. Matishio haya yanaweza yakawa ya kiuchumi, matishio ya kimahusiano, matishio ya kihisia, matishio ya kisaikolojia yanaweza yakakugonga au yakakutishia. Sasa asilimia kubwa ya watu kama sisi huwa tunakimbilia kuomba msaada kwa taifa ambalo tunaweza kuona ni kubwa zaidi yetu ili litusaidie. Unanielewa? Nakuja hapo ili mtanielewa vizuri. Wakati mwingine kwa mfano, naweza nikapata tishio la kiuchumi. Tishio la kinini? La kiuchumi. Nikasema hapa cha kufanya, bora nikimbie sehemu nyingine, labda nikakope. Unanielewa? Nikiamini nitakuwa salama. Bila kuelewa, ndani mwako Mungu anakuambia mwanangu tulia. Mbona hapa mambo yanatulika? Hebu tulia kwanza. Lakini atusikii ile sauti. Tunaenda tunakopa, baadaye yanayotukuta tunakuja tunajuta. Unanielewa? Unanielewa? Tishio hili la kiuchumi linaweza kugonga hata wakati mwingine kwenye familia tena narudia tena. Unaona kabisa mimi hapa labda mume wangu hawezi. Unaenda unaomba msaada sehemu nyingine. Yanayokukuta baadaye ni makubwa kuliko ulivyotarajia. Usiwe na wasiwasi, Mungu. Kuna wakati lazima ukae kimya kama Yusufu kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Kuna wakati unaweza kupata tishio kama nimesema la kihisia. Sawa? Ukajihisi ni mpweke au pendwi, wewe ni peke yako, ukasema ngoja nikimbilie kwa taifa lingine. Unanielewa Hapa nitapata kitulizo. Ndugu yangu yanayokuja kukupata baadaye. Unanielewa? Yanayokuja kukupata unasema light ningelijua nini mapema. Bora ningetulia tu. Bora ningesikia sauti iliyokuwa inaniambia ndani, hebu tulia. Kwa sababu ya wasiwasi huwa tunapenda kutafuta misaada ambayo baadaye inageuka kuwa mwiba kwetu. Kuna wengine kwa sababu ya matishio ya kimaisha tu ya kawaida, wamejiweka chini ya waganga. Wanaoyapitia sasa hivi ni wao na nafsi zao na Mungu wao ndio wanaojua. Unaelewa? Yaani kwa sababu ya matishio madogo unasema ngoja nikimbilie niombe msaada hapa, au nikienda hapa nitasaidika. Unaingia katika mtego ambao unakuwa ngumu kutoka. Usiwe na wasiwasi, Mungu nini? Mungu amini usamini. Naomba niwaambie kitu. Mungu wetu anaongea na sisi katika ukimya. Ukiwa peke yako, kuna kitu unaweza kukifanya. Kwa mfano, unaingia labda tikuuka katika tishio la upweke. Unasema acha, ngoja naanze kuchukua sasa hata sigara kadogo, kapombe kadogo. Baadaye unajikuta umeingia kwenye tabia ambayo ni ngumu kwa nini? Kutoka. Yaani ndani mwako unatamani kuiacha hiyo tabia, lakini ile tabia yenyewe haitamani kukuacha wewe. Yaani wewe unaomba Mungu usiku na mchana, Mungu nisaidie tabia mimi kwanza nikera, mimi hivi, nini ile. Lakini tabia inaambia, tulia mwanangu, tupo mimi niko na wewe. Yaani unatoka kusali na upendo kiwanza unapenda
mle mle. Mwenyewe unaanza kujuta, mwenyewe ndani mwako unaanza kuumia. Yaani inamtesa. Lakini ukienda nyuma yake ukirudi, lini uliingia, unaikumbuka hiyo. Kwa sababu ni wakati tunaingia Mungu alikwambia, mwanangu tulia. Mwanangu tulia, usiwe na wasiwasi. Lakini sauti yako ya kupata faraja ya muda ikawa ni kubwa zaidi ya matatizo yaliyo wapi? Mbele. Ukajisahau. Matishio ya maisha yapo. Matishio ya maisha wewe jiangalie sana katika matishio ya maisha, usije ukaingia katika mtego ambao kiukweli utakutesa maisha yako yote. Iwe katika uchumi, katika mahusiano, katika maisha, usije ukaingia huko. Omba sana neema hiyo. Kwa sababu wako watu wengi sana wameingia pap. Kuna mtu kanaswa kwa mzee mmoja pap. Toka hawezi. Unanielewa? Sio hapa lakini sizungumzia hapa. Nasema father anasema kuna mtu kanaswa kwa kaganga fulani pa. Kuna mtu kanaswa kwa mchungaji fulani tunasali hapa, akimaliza yeye yupo kwa mchungaji na yuko hivi. Vipi? Unajua huyu, unajua hivi, alitabiria wewe wapi? Amekuwa na Isaya huyu. Huyu kwa nini? Mimi nikimwacha huyu itakuwa hivi. Amekuwa Mungu, atakufa huyu kesho. Kwani kuna shida gani? Yaani kwa nini uteseke sasa hivi na uendelee kuteseka maisha yako yote? Kwa nini usiruhusu uteseke kwa muda kidogo tu afu baadaye uishi kwa furaha maisha yako yote? Unanielewa? Yaani kwa nini wewe useme bila huyu mimi siwezi, ukateseka maisha yako yote? Kuliko kusema okay, nilijikwaa nikaanguka, sasa hivi acha ninuke nitembee. Nitalia kwa muda, nitaumia kwa muda, lakini furaha itakuwa wapi? Ya milele. Msifu Yesu Kristo. Usiwe na wasiwasi, Mungu. Unaelewa? Sawa? Tusiwe kama huyu hazi. Ndio maana nimesema kuelewa. La mwisho mwambie jirani yako kuwa paa. Kuwa paa. Wazo la mwisho hili. Kuwa nini? Msikie hivi. Kuna ndugu mmoja siku moja alinipigia simu akaniambia, akaanza kueleza mambo ya familia. Unajua familia na mambo mengi sana. Wengine mara tujaoa labda. Sasa unasikiliza unasema Yesu. Sawa. Yao unasikiliza unasema Mungu. Lakini kila mtu na msalaba wake, hata sisi na msalaba wetu. Sawa jamani? Hata mimi kwa nisia kwangu nasema Yesu. Si ndio? Kila mtu na msalaba wake. Sawa jamani? Mimi nikwambia mimi nikiugua hamna kuniambia hata pole. Utasema jamani faza kweli. Sasa nani atakaniambia pole eti kweli? Nani? Wako wapi? Mvua imenyesha amenikimbia nyinyi. Haya. Nasema leo hapa kuna Wakristo. Kuna mtu mshawahi kuugua hapa akaniambia hata mmoja hapa kati jamani. Kuna mtu ashawahi kusikia faza kaugua na maana sio mtu sinaugua. Sasa kwa mtu ashawahi kuniambia pole hapo. Hakuna, ndio maisha yangu. Sawa? Sina shida. Ndio hivyo. Nikilaza kitandani hata kuja kuniguza usiku nitakaika naye kwamba aniambie ndugu yangu hivi. Hakuna. Itafika wakati nitashinda kutembea hata kile nibeba mimi kunipeleka angalau uwani na kunirudisha iko wapi? Si bora utakuwa na mtoto wako, si ndio? Hivi nashinda kuelewa hicho kitu. Jamani, mnaelewa? Yeye mnasikia nikiweza ya kwangu pia watakimbia. Wewe unaona kama iti kila siku peke yako au sio? Mnaelewa? Si ndio? Sababu ya kulala peke yako ni kaburini tu, si ndio? Sasa wewe unaanza mazoezi kwa peke duniani, si ndio? Tumsifu Yesu. Yaani ukiwa na stress zako, mvua yako, baridi yako, joto lako, yaani niacheni masiala, ni binadamu pia, si ndio? Lakini nasema hivi nataka kueleza kila wito una changamoto zake. Wewe unasema watu wenyewe mko karibu na Mungu tu nyinyi, kwa hiyo hamna shida. Jamani. Unasema Mungu wangu mbona umeniacha? Sawa, ni mambo ya kawaida. Sasa huyo ndugu alikuwa anipigia story, anaeleza habari za familia yake na nini, mambo kibao. Lakini baadaye yani unajua amepitia matatizo mpaka sasa anaona matatizo ni sehemu ya maisha yake. Yani anafurahi kunielezea. Yani unajua, yani unapitia shida mpaka unafurahia shida. Yani tushazo unafanyaje sasa? Ndio shida hizo tayari. Sasa akanieleza. Nikamwambia tunafanyaje? Akasema acha tu. Natamani yani hii dunia watu wangekuwa kama mapaa. Ndio hapo nilichopenda alichoniambia. Nikamuuliza kwa nini? Akasema bwana, unajua mapaa haya ya nyumba yana siri nyingi.
Yaani baada ya kunieleza story zake. Yana siri nyingi, nikamwambia yana siri. Akasema nasema, akasema siku yakifunguka haya. Aisee, tutajua mengi. Haya mapaa haya tunaoyaona. Siku usiku yamefunguka huu. Akasema mwenyekiti, hadi wewe mwenyekiti wa jumuiya. Kuna mengi. Nikamwambia kwa nini? Akasema unajua kuna mioto mingi inawaka kwenye mapaa lakini kuna ukimya. Si ndio? Kuna maneno mengi sana yako kwenye chini ya mapaa lakini kwa nini? Kuna maugomvi yako hivi. Akaeleza vitu vingi. Kuna wengine wana vitunguli vyao. Kuna siku moja naenda kwa nyumba moja kulala, siku moja lakini sitaji mko hapa manake. Lakini ngoja nitaje tu, mtajua wenyewe. Nenda Musoma. Sasa nimeingia. Mimi nikakaribishwa kwa nyumba ya ndugu fulani aliyenialika. Baadaye nimekaa usiku na kuna kachupa. Mimi unajua kulala sehemu usiku ukakuta nakimbizwa. Kumbe ni mambo ya nyumba ya watu haya. Mimi wanakagua naangalia. Nikuta kuna chupa imeweka mambo fulani na nini hivi. Na yani kuna vitu pembeni yao lakini ya ukuta pembeni ya chumba. Nikauliza kabineti wenyeji wangu, jamani familia samani. Mama mwenye nyumba sasa, hii kitu gani? Akaniambia baba usiwe na wasiwasi. Nikiondoe. Nikamwambia usikiondoe kwa sababu mimi nitajuaje labda ni mambo yako. Mimi sitaki kuingilia vitu hivi au sio? Kama kiache lakini nielezee ni nini? Akisema ni ulinzi. Ulinzi. Akaniambia baba samahani lakini ndio ulinzi. Ni Wakristo hao. Ni ulinzi. Akanieleza ulinzi wake wa nyumba. Akaniambia basi kama ni ulinzi wako sasa tufanyaje? Wewe acha tu hapa. Sasa mimi nitafanyaje? Sababu akiondoa sio kama anautupa. Hata utupa mimi namjua. Atachukua atandanganya ametupa. Kwa hiyo asiwe mnafiki. Niambia wewe tulia tu, mimi nikae nao ulinzi usiku. Wewe sijui mambo yenu haya. Kwa hiyo kwenye mapaa kuna mambo nini? Mengi sana lakini pale imekaa nini? Kuna mzee akisema ningetamani watu wangekuwa kama nini? Wangekuwa kama I say. Akasema hivyo kwa sababu gani? Kwa nini nakumbuka hapa? Akanieleza habari za Yusufu huyu. Yeye alikuwa paa kwa nani? Kwa mke wake. Yaani alimfunika hivi. Lakini tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanashindwa kufunikana. Unanielewa? Tunashindwa kufanya nini? Kufunikana. Yaani hatufunikani. Kanisani humu hatufunikani. Nasikia faza yule bana. Jamani funike sawa jamani. Si ndio? Yaani hatufunikani. Nasikia faza inasema haya sawa nipigeni mawe. Si ndio? Ujakaza mwenyekiti wa jumuiya yule si nini? Jamani funikaneni basi. Si wamemchagua yule. Yule si mlevi yule mimi namjua bwana. Sasa mlevi mlikunywa wote na wewe tulia sana kunywa kwa la zake. Si ndio? Sasa yule mlevi, yule ananaka wengi, yule ananaka wengi. Jamani funikaneni sawa? Kwaya mfunikane. Sawa? Unaelewa? Yaani tuna tabia kufanya nini? Kwa sababu ukidhalilisha kanisa umejidhalilisha wewe. Ukisema sui nani father, sui nani yule, bila kuelewa unayemwambia anasema kanisa hili bwana, jumuiya ile bwana, kwaya ile bwana. Si unaelewa? Na wewe unasali hapo. Funikane. Yaani angalau kuwa kama Yosefu kutunza siri, usitaje kuamwaibisha mtu. Ukimwaibisha unajaibisha kwenye familia tunajua haya mambo. Yaani kuna vitu vinatokea ndani ya familia unavikuta nje. Wewe unasema watu wananifuatilia, watu wanaongea maneno, kumbe wewe ndio unachukua maneno ya familia unapeleka wapi? Unatembea, watu wanajua yule mwanaume yule hamna kitu yule. Simuone tu vile. Kumbe mama umeshaenda kusema samani lakini na mama sawa? Najua mlio wasema wanaume mbo. Umevaa suti kumbe watu wanajua hamna kitu. Yule mwanaume tu yupo yani mwanaume tu lakini hamna kitu. Funikaneni sawa? Mama mfunike mmeo. Sawa? Wakati fulani mama mfunike nani? Mmeo, mtuzie siri. Sawa, mtuzie. Mama mjipiga vizuri mwanaume anasema yule mke wangu mimi nijichanganyaga kama na kitu. Anaambia na mwenzake, jamani, baba mfunike mkeo. Sawa? Yaani kuna mambo fulani ya ndani. Na kwa nini? Yeye unafunika. Unajua hapa sawa. Sawa? Watu wazima wameshaelewa. Tuache watoto wabaki hivyo. Sawa? Yaani, funika nini? Kwa sababu unapomuelezea mmeo nje, unajidhalilisha wewe.
Wakati mwingine hata watoto wetu wana majanga yao. Tunafahamu jamani. Wewe unazaa mtoto wangu huyu. Watu wanasema alikosa malezi toka kwako mwenyewe. Unaelewa? Yaani unaweza kuona unamweleza mtoto wako kwa watu vizuri hivyo, kumbe unazalisha wewe. Kwa sababu mtoto nini? Ni malezi. Maana kwa ushindwe kumlea wewe. Nje funika, akiwa ndani kamata, piga viboko ondacho kumbavu. Unaelewa? Nje mwanangu unajua wewe hivi. Sawa? Lakini akiwa ndani nanyosha taratibu ile. Sawa? Unaelewa? Nje mkeo mfunike, ndani mwambie mke wangu hapa si sawa. Sawa? Nje mume wangu nini? Mfunike, akiwa ndani mwambie mume wangu si. Wacha watu wajifunue wenyewe huko. Lakini usio sababu ya kuwafunua watu wengine. Usio sababu ya kuwasema watu. Nimeona mama mmoja siku moja alikuwa amevaa kanga imeandikwa mtamaliza misigino kwa habari za umbea, kanga. Sasa nikamuuliza mama shida nini, akaambia kuna huu ujumbe nampelekea shemeji yangu. Nikamwambia haya. Mungu awabariki sana, tumsifu Yesu Kristo.